Kuna mzee mmoja nilipata neema ya kumtembelea. Mungu alinipa neema ya kumtembelea mzee mmoja. Yule mzee katika maongezi yetu, baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anaongea ilikuwa inaonyesha wazi na alikuwa anaonyesha kusikitika kweli kweli. Kwamba nimewasaidia watu wengi sana. Wengi sana nimewasaidia. Wamefanikiwa na maisha yao yako vizuri. Lakini mimi maisha yangu yameyumba, lakini kati ya hao wote hakuna hata mmoja ambaye ananikumbuka. Hakuna hata mmoja ambaye ananikumbuka. Kwa namna ambavyo nimewasaidia na namna ambavyo wamefanikiwa, wana uwezo, yani hata mmoja tu ana uwezo wa kuamua kunisaidia mimi nikasimama tena. Lakini wote wamekaa kimya. Wote wako mbali. Hata ikitokea shida nikiomba msaada, msaada wanaokupatia ni kisenti kidogo tu. Lakini kitu ambacho mimi nilikifanya kwenye maisha yao ni kikubwa, kimebadilisha maisha yao, kimebadilisha familia zao. Huyu mzee kiufupi ni kwamba ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wako vizuri sana. Washaikuwa vizuri sana, yani kwenye bonde ambalo huyu mzee alikuwa anaishi. Ukisema uwataje watu ambao wako vizuri kiuchumi, huyo mzee alikuwa ni namba moja kwenye ukanda wake. Alikuwa na uchumi mkubwa mpaka watu walikuwa wanamuogopa. Yani mpaka watu walikuwa wanamuogopa. So huyu mzee miongoni mwa makosa ambayo aliyafanya ni pamoja na kutomheshimu mama yake mzazi. Mama yake mzazi alimwambia kwamba usioe mwanamke wa pili. Na pia pili akamwambia kwamba usisaidie kila mtu. Huwezi kumsaidia kila mtu. Akasema ukitaka kumsaidia kila mtu wewe ndio utakayeumia. So yeye hakumuelewa mama yake alikuwa anamaanisha nini. Kwa sababu amefanikiwa, ni tajiri mkubwa, akaona ana uwezo wa kufanya lolote analotaka. Kwa hiyo kitu ambacho alikifanya, aliongeza mke wa pili. Kaongeza mke wa pili. Mama yake mzazi akamwambia biashara zako kaa na mtu ambaye umetafuta naye, kwa sababu mke wake wa kwanza ndio mke ambaye ameanza naye maisha wakiwa hawana kitu cha, yani hawana kitu cha maana. Kwa hiyo wamefanikiwa, wamepata ile mafanikio wakiwa pamoja na ule mke wa kwanza. Kila kitu ambacho kinaonekana kimetengenezwa na wao wawili wakiwa na huyo mke wa kwanza. Unaona? Kwa hiyo akamwambia hakikisha huyu wa kwanza huyu ndio anakuwa kila kitu. Lakini yeye kwa sababu ya upendo wa dhati kwa bi mdogo, kampa bi mdogo nafasi kubwa ya kusimamia biashara zake na mambo yake. Kwamba bi mkubwa ambaye ni mke mkubwa akae pembeni kidogo. Hilo ni kosa la kwanza ambalo alimdharau mama yake. Na Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16 nadhani inasema kwamba waheshimu wazazi wako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Lengo la kuwaheshimu, anasema siku zako zipate kuwa nyingi, lakini pia upate kufanikiwa. Maana yake kumbe unavyowaheshimu baba yako na mama yako, unajiongezea siku za kuishi, halafu pia Mungu anakufanikisha kwenye nchi ambayo amekupatia. Unaona? Kwa hiyo kuanzia hapo sasa akawa bado anafanikiwa. Mambo yake yanaenda vizuri. Akaendelea kuongeza wanawake, akaongeza wanawake, akawa na wanawake wengi. Wengi sana. Lakini siku zilivyokuwa zinaenda mambo yake yakaanza kubadilika. Na kitu cha pili ambacho mama yake alimwambia ni kwamba asisaidie kila mtu. Lakini yeye alikuwa na moyo wa upendo sana kwa kila mtu. Kwa hiyo alikuwa anamsaidia kila mtu ambaye anakuja kwenye maisha yake. Haijalishi amekujaje, alikuwa anasaidia kwa sababu ya moyo wake wa upendo. Akawa anataka kumsaidia kila mtu, kila ndugu, kila ndugu. Baada ya hapo, hao ndugu ambao walikuwa wanawasaidia na hao watu ambao walikuwa wanawasaidia walifanikiwa sana wao. Alafu yeye mambo yake yakaanza kuharibika. Kila anachokigusa hakiendi. Mipango yake inavurugika. Mambo yake hayafanikiwi. Uchumi wake ukadondoka kabisa. Akawa ni mtu ambaye ukikutana naye huwezi kuamini kwamba ndio yule ambaye alikuwa tajiri namba moja kwenye huo ukanda. Huwezi kuamini ukikutana naye. Kwa unaweza kuona ameanguka kwa sababu ameshindwa kuwaheshimu wazazi wake. Hayo yote yalikuwa ni maneno ya mama yake. Ni kama vile mama yake alikuwa ni nabii. Paka anamwambia usimsaidie kila mtu wala usiwe wanawake wengi. Alafu kija kuangalia vitu ambavyo vimemwangusha, ndio hivyo ambavyo mama yake alimwambia. Maana yake mzazi wake alikuwa kama nabii wake wa kwanza, alikuwa kama Mungu wake wa kwanza, kumpa maelekezo ya nini afanye na nini asifanye. Lakini yeye alishindwa kuwaheshimu, ndio maana alishindwa kuwatii. Maana yake kama angekuwa anawaheshimu, angemtii mama yake, angemsikiliza mama yake, angefanyia kazi anayoambiwa. Lakini huwa anajilaumu leo, mama yake alishafariki muda mrefu. Huwa anajilaumu kwamba kwa nini sikuyazingatia yale maneno ya mama? Kwa nini sikumheshimu mama yangu? Anasema kwamba pengine angemheshimu mama yake, leo hii angeendelea kuwa na uchumi mkubwa zaidi ya pale pengine, au mambo yake yangekuwa mazuri zaidi ya pale. Kwa hiyo kumbe ni muhimu sana kuwaheshimu wazazi wetu, kwa sababu wao wametutangulia, wanajua vitu vingi. Ni kweli hauwezi ukamtii kwa kila kitu anachokushauri, lakini kuna vitu vya msingi ambavyo wao wametutangulia, wametuzidi. Ni kweli dunia sasa hivi ni dunia ambayo inaendeshwa na sayansi na teknolojia. Mambo yamebadilika, vitu vingi sana vimegeuka, lakini bado haiondoi thamani na nafasi ya wazee wetu kwenye baadhi ya maeneo ya mambo. Sio kila eneo, lakini kuna baadhi ya maeneo lazima waheshimu. Lakini pia
Kwa mfano hao watu ambao alipowasaidia wameshamkimbia, hawamsaidii tena, wamemgeuka, hawako naye tena, tena wengine wanamsema hata vibaya, wanamtukana pia. Unaona? Yote hiyo ni kwa sababu ya wema wake. Hao watu wamemkimbia. Sasa unaweza kujiuliza kwamba kwa nini baada ya mzee huyo kuanguka kiuchumi, hao watu ndio wamekaa mbali naye? Wakati bado hajaanguka kiuchumi, walikuwa bado wanaendelea kushirikiana naye. Kwa nini baada ya kuanguka kiuchumi amekaa mbali nao? Utagundua kwamba kumbe si kila mtu ambaye anakuja kwenye maisha yako ni anakupenda. Wapo watu wanaokupenda kweli kwa dhati, lakini si kila mtu ambaye anakupenda kwa dhati, na si kila mtu anayekuja kwenye maisha yako anakuombea mema. Maana yake wapo pia ambao wanakuombea mabaya. Na kitu kingine cha kujiuliza ni kwa hawa wanawake ambao aliwaoa wengi. Baada ya kuyumba kiuchumi, wanawake wengi walimkimbia. Akabaki na mke wake mmoja tu ambaye ni wa kwanza. Na huyo mwanamke wa kwanza nilivyokuwa nikiongea naye, huyo bibi akawa ananiambia kwamba sababu ya yeye kuvumilia ni kwa sababu kwao wazazi wake walishakufa muda mrefu. Lakini kama baba yake na mama yake wangekuwa wako hai kipindi kile anaoa wanawake wengine wanaanza kumtukana, wanaanza kumdharau, wanaanza kumsema vibaya. Si unajua ile, kwa mfano wewe ndio mke mkubwa, alafu mke mdogo anakuja, alafu anapewa mamlaka kubwa zaidi yako. Kuna namna wa mabi mdogo wanakuwa na midomo sana, wanakuwa na dharau sana, wanakuona kama wewe bi mkubwa si lolote si chochote, pasipo kujua kwamba wewe ndio ambaye umetafuta. Unaona? Lengo pia anakuwa anakuchochea hivyo ili ugombane na mmeo, pengine hata uondoke ili abaki aendelee kufaidi zaidi. So anasema kwamba kilichomfanya yeye abaki na huyo mume wake, cha kwanza kabisa, na hicho ambacho ndio cha msingi, ni kwa sababu kwao wazazi wake walishakufa. Kwao hana kwa kwenda. Kwa sababu hana kwa kwenda, ilibidi avumilie dharau, avumilie matusi, avumilie kejeli, avumilie kila aina ya mateso ambayo amekuwa akipewa. Na amekuwa akisumbuliwa sana na baadhi ya magonjwa, kama magonjwa ya magonjwa mara nyingi sana amekuwa akiumwa, na sababu inayompelekea kuumwa mara kwa mara mpaka vidonda vya tumbo, naamini ni namna ambavyo mume wake alikuwa anamtreat kupitia wale mabi mdogo. Sasa unaweza kujiuliza kwamba hawa mabi mdogo walimpenda huyo mzee. Kumbe si kwamba walimpenda kwa upendo ule wa kweli. Walimpenda kwa sababu wanapenda mali zake. Maana yake zikiondoka mali zake walikuwa hawezi kumpenda. Maana yake sasa hawakumpenda mzee, walipenda vitu vyake. Unaona hiyo hatari sasa? Sasa utajiuliza kwamba kwa nini walikuwa wanamkubalia mwanzo? Kama kweli wanampenda yeye kama yeye, kwa nini mwanzo walimkubalia alafu alivyoishiwa wakamkimbia? Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe kwenye haya maisha watu wengi wanakuja kwenye maisha yako sio kwa sababu wanakupenda na sio kwa sababu wanakuombea mema, bali kwa sababu kuna kitu kwenye meza yako ambacho wanakihitaji. Meza yako ina chakula wanataka wale, meza yako ina vitu ambavyo wanavitaka vitu. Kwa hiyo kumbe kwenye hii dunia inabidi kuwa na hekima ya kutambua watu wanaokuja kwenye maisha yetu kwa ajili ya kubariki maisha yetu na watu ambao wanakuja kwenye maisha yetu kwa ajili ya kuharibu maisha yetu. Ndio maana maisha yako yakishaharibika tu hautawaona tena, lakini kuna watu hata maisha yako yakiharibika utawaona. Mungu atupe hiyo hekima, watu wa Mungu.